Ni viwanjani ya Mei 6 mwaka 2025. Karibu sana, siku ambayo iko njema kabisa. Maswali mengi ambayo yako naulizwa magumu hatimaye yamekwenda kuteguliwa. Tutakuja kuyachambua hapo baadaye. Mimi nikukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuiangazia katika siku hii hapa ya leo. Moja wapo ni kitendawili cha dabi ya Kariakoo. Sasa ni rasmi Juni 15 mwaka 2025. Tutashuhudia mchezo wa babi wa Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Wakati hayo ikiwa ni kitendawili ambacho kimeweza kuteguliwa mapema leo asubuhi na bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Tutakwenda pia kuangazia kuhusiana na masuala mazima ligi kuu ya NBC. Hapo jana wekundu wa Msimbazi Simba wakipata ushindi wa bao 1-0, bao la Fabrice Luamba Ngoma katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Kiachana na hayo, tutakwenda kuangazia michezo iliyosalia kwa wekundu wa Msimbazi Simba, wakati Simba wakiendelea na viporo vyao, lakini upande mwingine ni timu mbalimbali zinazoshiriki ligi kuu ya NBC wakizidi kujiandaa na urejeo wa michezo mingine ya ligi kuu. Pamba Jiji Football Club wana kibarua pevu dhidi ya Simba Sports Club. Matayarisho yao yapoje, wakati Tanzania Prisons wakirejea uwanja wa mazoezi kujiwinda na michezo mitatu iliyosalia ili kujua hatima yao ya kusalia katika ligi kuu ya NBC. Ukiachana na hayo, ni kuhusiana na fainali kati ya Simba Sports Club mnyama mkali dhidi ya RS Berkane. Ni rasmi sasa, serikali ikithibitisha kwamba dimba la Benjamin Mkapa utahodhi mchezo wa fainali kutokana na maendeleo mazuri ya marekebisho yakizidi kufanyika katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Tutakwenda kuangazia pia turufu muhimu kwa kikosi cha Ngorongoro Heroes leo hii dhidi ya Zambia, mchezo wa 3 katika michuano ya AFCON chini ya umri wa miaka 20. Lakini ukiachana na hayo, Jose Peseiro akianza kujadiliwa katika klabu ya Zamalek. Hatima yake ni nini? Tutakuja kuangazia katika joto la Afrika. Lakini hapo jana ligi kuu ya Italia ilizidi kushika kasi, ambapo AC Milan wakitoka nyuma kwa bao 1-0 na kushinda ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Genoa ikifundishwa na nahodha wa zamani wa Arsenal washikamitatu wa Ashburton Gloves Patrick Vieira. Alikuwa ni vita dhidi ya Sergio Conceição hapo jana katika vita ya Scudetto. Tutakwenda kuangazia pia La Liga, michezo kadhaa imeweza kuchezwa, bila kusahau taarifa mbalimbali ambazo tutaweza kupatia hapa. Uwepo wa wachambuzi wangu Michael Johnson, ngoli ni mkubwa sana, lakini uweze kuacha kuchambua bila kumtaja Rashid Hamis, the heavyweight pandit Don pale katikati. Unaweka kiboko kabisa. Umefanikiwa, peponi umeenda. Bwana, unaendeleaje? Salama. Kirahisivu. Kirahisivu. Sasa ujue ukishapewa mamlaka ya pepo, unaangalia watu ambao wananeemeka. Wewe huwezi kwenda. Kwa nini yasiende? Au mtu muda wote kama nyota nyeusi. Kirahisivu. Ndugu yangu unanukia kama Shubiani. Nini unaitwa nini? Subiani. Kuna mtu akasema hujachota maji ya nungu. Mimi na Pemba usaiba unaisaga hapa. Nikifikiria tu kuna nungwi. Usaiba unaisha. Watu wanakuambia ujeje hata na kajini kadogo. Tunawaambia ndugu zangu hapa bwana, mkulungu ananukia kama Subiani. Yaani wewe jini sasa. Pemba ni njema bwana. Bwana Pemba ni njema. Ndio, mbona mkapata neema ya mvua? Neema ya mvua bin Maula. Tuite neema bin Maula. Bala sema wanapigia vyuti. Unapigia bumper to bumper, wala yuko ni bumper to bumper. Kasema tumekoma. Sasa huko kule msemo asema hivi, tunajuana kwa uzuri. Kwa hiyo hata hapa tunajuana kwa uzuri. Safi. Lakini bwana, vipi tunasemaje Pemba bwana? Pemba bwana ni njema. Kiukweli nilikoshwa na maendeleo ya uwanja wa Gombani. Bwana ule uwanja yes, Rais Mwinyi kuna route pale, kuna viwanja vya nyuma pia ambao wameweka training grounds safi kabisa. Kuna basketball pembeni. Lakini ule ujenzi ukiangalia ramani yake pale, kuna watajenga baadaye hoteli kama yenye hadhi 5, swimming pool ya kimataifa. Kwa hiyo yani lile carpet pia wanaliondoa, yani pembeni hapa kuna nyasi zingine. Yani kwa hiyo mwisho wa siku ukiiangazia hivi the future is bright. Kweli
So nikafurahi bana, nikamwona kocha wangu Haji Nuhu. Yes. Na yupo kwa mkopo wa miezi miwili pale. Anamfunga bosi. Na sio na jambo lingine tena. Alimfunga David Ouma ambaye alikuwa ni instructor wake. Wakati anachukua ile leseni yake kule Tanga. Ouma naye kopo ndo instructor mkufunzi. Kwa hiyo alienda na watu wawili akaenda. Bosi pamoja na instructor. Bora instructor bosi. Kweli kabisa Haji Nuhu unamfanya bosi anakuwa kwenye wakati mgumu. Bwana hana baya. Kweli Bosi hana baya. Mwenyewe alisema this is my son. Hivi tuambie. Hivi nini wale zile timu za Zanzibar zote zilizoshiriki KVZ, KMKM, JKU, Zimamoto. Hivi wale yale mashindano yale. Wao walikuwa nasema nini mioni mwao? Kwa sababu wao unapata off air hayo. Ndio? Yes. Yaani wao walikuwa wanayachukuliaje? Kwanza kuna vitu viwili. Ukitazama katika msimamo wa PBZ, timu ambayo inayoongoza ni timu ya mtaani inaitwa Mwembe Makumbi. Mwembe Makumbi timu mpya hiyo. Timu mpya. Imepanda daraja, alafu sasa ndio inafanya vizuri. Miongoni ubishani uliopo wao pamoja na Mlandege. Alafu JKU wanashika nafasi ya 5. JKU. Bwana. Sasa wale timu zilizoshiriki muungano ni timu ambazo zilifanya vizuri msimu mwaka jana. Okay. Umeona? Okay. Kwa hiyo Zimamoto, ukiwaangalia JKU, ukiwaangalia KMKM, ukiwaangalia KVZ. KVZ wenyewe wanawasha moto. Sasa kilichokuwa kwenye mashindano huku jambo lililopita ni kwamba baada ya kufanya vizuri msimu uliopita, kwa hiyo hizo timu kwa zinaangaliwa zitafanya nini? Kutokana na Mwembe Makumbi huko wanafanya vizuri pamoja na Mlandege. Hao wengine wote ndio ikaeka. Wengine ikaeka. Sasa performance ilikuwa inatokea kwamba let's say twende tukaonyeshe. Na utamu wa michuano ya muungano ilivyokuwa imeanza ni matokeo yasiyotarajiwa. Kweli. Mfano JKU kama kombe la shirikisho la CRDB au kombe la AFCON 2023. Matokeo yake kupo hayatarajiwi. Yaani kwamba sasa ule uondo ndio kupo unakwenda. Na nilikuwa nazungumza na mtu mmoja wa JKU alisema kwamba wakati wanaenda kucheza na Singida walifanyia tathmini Singida wana plani gani? Kwa hiyo wakaiangalia ile plani yote. Wakaiangalia wakasema twende. Alafu angalia timu nyingine ambayo ilifanya surprise mfano kama Zimamoto ambao waliotoa Coast alafu wakaja kucheza na Yanga wakafungwa kwa tabu 1-0. Wale wanafundishwa na Mohamed Ali Hilali Teddy ambaye ashawahi kudumu ZFF kwa zaidi ya miaka 10 kama katibu mkuu. Kwa hiyo sasa hivi anakuwa kama kocha na ana uzoefu naye. Kwa hiyo that was fantastic. Tutarejea tena Pemba. Kwa hiyo soka Zanzibar linahitaji mzigo sasa. Mablagati fulusi. Timu zipo. Wani mablagati fulusi. Watu wanaonyesha vipaji vyao. Fulusi. Habib Fulusi. Tuanze kuangazia hivi sasa katika soka letu. Soka letu tunaanzia katika viunga vya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB ambapo imetangaza ratiba ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ukipangiwa rasmi, ambapo sasa mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo ambayo ilipaswa kucheza Machi 8 mwaka huu na kuahirishwa kutokana na changamoto mbalimbali zilizoweza kujitokeza, kwa sasa mchezo huo rasmi utapigwa Juni 15 mwaka huu kama unavyoiona katika fixture ambayo imetolewa mapema sana leo asubuhi tarehe 6 Mei 2025. Ratiba hii hapo unavyoiona, michezo mzunguko wa 28 ikiweza kuwekwa hapo, michezo ambayo itaweza kuchezwa Young Africans na Namungo. Lakini kuhusiana na Juni 15 Young Africans dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club kama unaiona hapo. Ukiangalia katika ratiba semifinals Mei 31 hapo imewekwa mechi ya pili baada ya mechi ya kwanza tarehe 18 31. Tutakwenda FIFA break. Tukitoka FIFA break tunarudi wa kulungwa na jambo. Hatimaye kitendawili kimeteguliwa. Rashid Hamis. Mimi binafsi nimefurahi.
Sijajua wengine, sijajua Nguli anasemaje. Mimi binafsi nimefurahi. Unajua kutokana na mambo ambayo yalikuwa yakiendelea, mtu yoyote mpenda mpira, hakuna mtu yoyote jambo hili lilikuwa linamfurahisha. Unanielewa? Na tulipokuwa tunaelekea, sikuona kama palikuwa ni pazuri sana. Zaidi tu nafikiri ilikuwa ingetoka kwenye taasisi, ingeweza kuanza kwenda personal sasa. Maana ndicho ambacho nilikuwa naona nakiona, sio? Lakini walichojaribu kukifanya Young Africans, walifanya kwa namna ambao wao waliona ndio njia ilikuwa sahihi, kwa maana ya kupeleka shtaka lao kule CAS. Na CAS walichokifanya pia kurejesha mamlaka, kutokuruka mamlaka, kwamba wapitie kwenye mamlaka husika, then waangalie namna gani ya kuweza kuona hukumu umepitiaje. Na baada ya hapo, jana pia nimeona barua Young Africans waliandika baadhi ya kwa maana ya kutoa msimamo wao kwenye kile ambacho wao wanaamini kwenye hichi kitu kinachoendelea. Nafikiri hii ratiba baada ya maboresho, baada ya CAS kutoa majibu, bodi ya ligi walikuja na majibu kwamba watafanya maboresho ya ratiba ukiwemo na mchezo nambari 184. Ndio? Baada ya kuja hiyo barua, nafikiri baada ya siku moja ama siku mbili, Young Africans nao wakatoa barua kwa maana ya kutoa msimamo wao kwa njia ya maandishi, kwa maana ya kuwafikia mashabiki na wanachama Young Africans kwenye kile ambacho wao wanaamini mpaka sasa. Lakini kwa hiki ambacho kimetolewa leo asubuhi na bodi ya ligi, manake bodi ya ligi wameweza kupitia na kufanya marekebisho ya ratiba, ukiwemo huo mchezo wa Yanga na Simba ambao kimsingi wao wanapaswa kuitekeleza na kuisimamia kama namna ambavyo wamekuwa wakifanya siku zote, na huu mchezo unapaswa kuchezwa. So kwenye namna hiyo binafsi nimefurahi kwa kuweza kuona bodi ya ligi wanaweka hiyo tarehe ya mchezo. Na mimi niwe mkweli, umeelewa bwana Msumi, hasa kwenye hichi kitu, huu mpira popote pale duniani, iwe nchi, wilaya, mkoa, ni lazima tunapaswa kuheshimu mamlaka. Sawa. Ndio utaratibu wa binadamu. Umeelewa? Kwenye TFF na bodi ya ligi, hawa ndio ambao wanatupa miongozo ya nini kifanyike kwenye mpira wetu Tanzania. Yes. Unaelewa? Sasa bodi ya ligi imeshatoa ratiba ya huu mchezo uchezwe. Kwenye kile ninachokiona, kutokana na barua ambao waliandika Young Africans jana kuililizi, manake sitegemei, kusema ukweli, sitegemei kuona msagano utaendelea. Ila rai yangu, nilikuwa natamani kuona Young Africans wakitii agizo la ratiba na agizo la mamlaka. Nafikiri kwa afya ya mpira wa Tanzania inaweza ikawa iko sahihi. Hili jambo lina mambo mengi ndani yake, lakini hatupaswi kutazama huko. Tunapaswa kutazama afya ya mpira wa Tanzania. Hicho ndicho ambacho mimi nakiona, na hicho ndicho ambacho natamani kifanyike. Tutii mamlaka ambayo tumeyapa na kuyaamini. Unaelewa bwana? Pengine kwa ajili ya mustakabali wa nchi. Hakuna klabu kubwa yenye nguvu kuliko taasisi inayopewa mamlaka ya kusimamia mpira. Sawa. Nguli, inawezekana kwamba hiki ikawa ni kitendawili cha muda mrefu kidogo ambacho tumeishi nacho kwa zaidi ya miezi miwili. Yani ratiba itapangwa lini, shughuli itapangwa lini. Inawezekana angalau kidogo kwa wadau wa mpira kwa ujumla wake, football ya nchi hii, wakafurahi kwamba kuona yes, sasa tarehe fulani, kama kuna maandalizi pia mengine yakahitajika, watu kuweza kuyafanya baada ya hili kuweza kutokea.
Kwanza taarifa imetoka wakati sahihi. Wakati sahihi kwa maana ya umbali wa mchezo wenyewe. Mchezo ungesema unafanyika tarehe 12 mwezi huu, kidogo ingekuwa changamoto kutokana na ukubwa wa mchezo wenyewe, lakini pia ukubwa wa timu zenyewe. Ndio maana pia wamepeleka Juni 15. Kuna muda hapa kujiandaa. Mnaweza mkao mmemaliza kila timu zina maandalizi zake. Timu zina maandalizi yake na muda unatosha kufanya maandalizi yenu. Ni mchezo ambao umewekwa sehemu sahihi. Kikubwa ni kuangalia hili jambo, unaweza ukaliweka kwenye maengo tofauti. Ukiwa shabiki unaweza ukaona ni jambo zuri au ukaona ni jambo baya, inategemea wewe ni shabiki wa timu gani. Lakini ukiangalia sasa, ukija kwenye afya ya football, afya ya mpira wa nchi, ni jambo zuri kwa timu zote mbili, kwa maana kwamba mechi lazima ichezwe, utaratibu ufuatwe, kila kitu kifanyike. Ili bingwa apatikane ni lazima mechi zote zikamilike, kwamba mechi zote zimechezwa, kama ni sare, kama mmoja amefungwa, kama hivyo, yani lazima utaratibu ukamilike. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa ni la manufaa zaidi, na mimi binafsi naamini timu zote zitatii kwa maana ya kucheza katika huu mchezo. Sidhani kama baada ya leo au siku kadhaa zijazo nitasikia kwamba sisi unajua hivi na hivi. Nadhani hili swala liangalie kidogo ya maslahi ya mpira wetu na si maslahi binafsi. Of course Yanga wameshawahi kufungwa na Simba wameshawahi kufungwa na Yanga. Kwa hiyo hata matokeo yatakayokuja hayatakuwa matokeo tofauti na matokeo ambayo yameshawahi kupita katika mechi za Yanga na Simba. Hii dabi haina kipengele. Hii haina kipengele na tuitekeleze, kusema ukweli, tuitekeleze. Unaona, wakulungwa tunajua kuna mambo mengi, lakini end of the day kuna maisha baada ya mpira. Yani hilo ndio jambo kubwa zaidi ya hapo. Yani mpira ni maisha na kuna maisha baada ya mpira. Yes. Sawa, tuchukue hiyo kutoka kwa Michael Johnson Nguli pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit. Lakini kwa wakati huu bado tusalie katika ligi kuu ya NBC, ambapo hapo jana mchezo mmoja wa kiporo uliendelea kati ya JKT Tanzania inayofundishwa na Ahmad Ali dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba chini ya Fadlu Rahman Davis katika uwanja Meja Jenerali Samuyo, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba Sports Club kuwa na mwendelezo bora wa kupata matokeo ya ushindi wa 100% baada ya hapo jana kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya JKT Tanzania. Bao pekee la Simba Sports Club lilifungwa katika kipindi cha kwanza na kiungo ambaye alikuwa pia nahodha katika mchezo wa jana, Fabrice Luamba Ngoma. Hivyo Simba iliacha viporo 4 wakati iko kwenye majukumu ya kupeperusha bendera ya Tanzania kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, na sasa amefanikiwa kushinda mechi 2 kati ya 4 alizokuwa amezicheza. Kadiri ya mchezo huu ulivyokuwa unaendelea, Michael Johnson Nguli, nilikuwa naiona uchovu kama unaiathiri Simba kutokana na ratiba, lakini pia kutokana pia na toughness ambayo wanapewa na wapinzani wao katika michezo hii hapa. Ni kweli na athari nyingine pia aina ya pichi ambayo walikuwa wanaenda kucheza pia Simba, kutokana na ukiangalia pia wamekuwa na mechi za back to back, lakini pichi kwa maana ya eneo la kuchezea, huu ni uwanja mkubwa sana, yani vipimo vyake ndio uwanja mkubwa pengine katika Tanzania. Hapa ni uwanja mkubwa zaidi hata eneo la kuchezea. Kwa hiyo ukiangalia wenyewe JKT wanaonekana kuumudu uwanja kwa sababu ndio uwanja wao wa mazoezi, ndio uwanja wao wa timu yao, lakini ilifika wakati kulikuwa kuna wakati mgumu sana kwa Simba. Kuna kipindi ilifikia unaona kabisa kwamba JKT walikuwa kama wanauchukua mchezo hivi. JKT waliweza kuwapress Simba, na uzuri ni kwamba hawakufanya yale makosa ya moja kwa moja ambayo yangeweza kuenda kuigharimu. Hata goli ambalo walienda kulipata Simba ni goli ambalo unasema ni uwezo sasa wa mchezaji mmoja mmoja. Ukiangalia namba ya wachezaji wa JKT waliokuwa golini, hasa katika ambako eneo ambao mpira ulipita, ni walikuwa wao ni wengi zaidi. Lakini ile kureact, yani kuwa mchezoni, kuwa wa kwanza kuthubutu au kureact, hiyo ndio pengine ilikuwa tofauti kwao, kwa sababu ukiangalia Ngoma alikutana tu na ule mpira, lakini ule mpira kabla ulipita kwa watu ambao walikuwepo eneo lile, walishindwa kucheza mpira kuondoa pale. Kwa hiyo unaona jana JKT, moja kati ya mechi ambazo zilikuwa bora zaidi kwa JKT kwenye kucheza, hii ni moja wapo. Pamoja na kwamba walipoteza huu mchezo, lakini ulikuwa unaona namna ambavyo walikuwa wanacheza kitimu, waliweza kuwabana sana Simba, waliweza kuwa pressurize, na hata ukiangalia pia hata kwenye namna ambavyo timu ilikuwa inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine,
walikuwa katika ubora mkubwa sana. Tofauti ni hiyo, kuna wakati mechi inaamuliwa na mchezaji mzoefu, kuna wakati mechi inaamuliwa na ubora wa mchezaji. Ndio kitu ambacho kimetokea kwenye mechi ya jana, lakini ukiangalia namna ambavyo timu zimecheza unaona hakuna tofauti kubwa sana kati ya Simba na JKT. Ukitazama JKT kipindi cha kwanza, kama nikitumia neno jazba sio inaweza ikawa nipo sahihi kidogo, kidogo ikopo kuna mihemko ni tofauti na kipindi cha pili ambapo naamini kama Ahmad alienda kuambia kwamba tulieni, let's process the game. Unajua kilichotokea kipindi cha kwanza, sio kipindi cha kwanza, kabla mchezo haujachezwa kuna mentali ya hovyo tu ambayo imeanza kujengwa, umeelewa kwamba unapocheza na Simba ujiandae kudhulumiwa. Kwa hiyo kuna namna mentality yani wewe kiakili inakujenga kwamba jambo lolote ambalo litakuwa tofauti na vile ambavyo wewe unataka au tofauti na vile ambavyo wewe unaamini, unaona unaenda kudhulumiwa. Sasa kwenye kipindi cha kwanza kilikuwa ni kipindi cha ovyo kwa wachezaji wa JKT, unaelewa? Ni kama kila mchezaji wa JKT aliamini ni ngumu kupata haki unapocheza against Simba, sio, unaelewa? Wakajikuta sasa badala ya kufanya kilichokuwa bora wao wakawa wanatengeneza matukio ya kuonekana wanataka kuonewa, sio kama unanielewa? Alifanya hivyo Gado, alifanya hivyo Beka, alifanya hivyo Mwakaluka Maka, alifanya hivyo Bausi, alifanya hivyo Hamisi kipa yule, unaelewa? Yakubu Suleiman Zuma. Hawa ni wachezaji watano wa JKT ambao mimi binafsi sikufurahishwa na baadhi ya matendo yao kwenye first half, kwa sababu ni kama ni watu ambao waliingia wakiamini hakuna kitu bora ninaweza kufanya kikawa kina advantage. Kumbe ni saikolojia mbaya tu ambayo wao waliamua kuiveka vichwani mwao na kuingia nao kiwanjani. Of course sikatai, nakubaliana na baadhi ya maamuzi ambayo walikuwa na resist, kwa sababu refarii kipindi cha kwanza, kusema ukweli, refarii kipindi cha kwanza alipoyanga na kuna baadhi ya matukio alikuwa anakukwaza. Unajua ukishatengenezewa, wanasema Waswahili wanasema uking'atwa na nyoka kwa hata ujani likikucheza unahisi kama ni nyoka tena na kuja kukung'ata, sio? Sasa inawezekana tayari kisaikolojia wachezaji wa JKT waliamini kwamba kucheza na Simba ni moja kati ya mechi ngumu, kisaikolojia inakutengeneza uwe katika mazingira magumu, lakini wao hawakupaswa kubeba hiyo, hawakupaswa kuibeba hiyo mental, hiyo dhana, yes, hawakupaswa kuibeba hiyo. Then referee, kuna kipindi sasa muamuzi wa mchezo akawa anaona hawa ni mbona kama wananitengenezea nao matukio ili nikosee, unaelewa? Ikafika mara referee akawa anaamua akiamini kwamba hawa wasinitoe mimi mchezoni. Kumbe yeye ndo anaenda kuharibu. Kwa hiyo ilikuwa ni 50-50 situation. Yaani wachezaji wa JKT walikuwa wanataka kumharibia mood referee, na referee pia naye akawa anaingia kwenye huo mtego wa kwenda kufanya mechi kuwa ngumu. Lakini angalia kilichotokea, angalia kilichotokea second half. Mechi ilitulia, watu wote wakarudi kwenye mfumo, mambo yakatulia na mazingira na mechi ikaisha vizuri kabisa. So unaweza tukasifia labda maybe kama unavyosema dressing room, Ahmad Ally labda kuna kitu kikubwa alizungumza kutuliza tempo ya wachezaji ili mambo yaende vizuri, lakini for me na second half ilikuwa ni the best kabisa. Ilikuwa ni mechi nzuri, ulikuwa unaona mbinu namna ambavyo wanacheza, Simba walikuwa unaona namna ambavyo wanacheza,
na mwisho wa siku mechi ikaisha sare second half. Goli lilopatikana kipindi cha kwanza yes ilikuwa na ni ngoja Mtozi akiturudishia lile goli nitakuonyesha namna ambavyo waliingia uoga JKT. So naelewa. Wakati Budo anapewa ule mpira, yes, umeona wakati Budo anapewa mali. Umeelewa? Wachezaji wa JKT walikuwa wachezaji 4. Umeelewa? Wawili walikuwa kwenye njia ya Budo, wawili walikuwa kwenye offline, si ndio? Means kama wasingekuwa wamejitoa mchezoni, ilikuwa ni rahisi kwenda kuziba nafasi ya Budo, kwa sababu Budo alichokifanya alitumia tu uwezo wake binafsi wa kutani kwenye eneo ambalo ataingia kwenye box then aangalie ule mpira anawezaje kunufaika kwenye lile eneo. Ilianzia hapa kwenye kona hii yes. hapa. Umeelewa? Mpira ukatoka, umeona kama hapo. Yes, hapo umeona hapo. Kuna huyu hapa amekuja kupress. Nice one. Unaelewa? Pembeni anamzuia Jean Charles. Huyu alipokaa ni sehemu nzuri, manake unaziba blind side ya Budo, sio? Yes. Aliyefuata unamwona anayemfuata mchezaji wa JKT, manake yupo kwenye eneo sahihi. Sasa acha iendelee. Tozi hapo endelee. Unaelewa? Unaona mtaalamu wa Budo akatani. Umeona? Mutale. Alivyotani huyu ambaye alikuwepo huku, umeelewa? Alisita kuingia ndani ya box kwa sababu kuna mchezaji mwenzake alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuzuia ile run ya ule mpira ambao Budo aliweka njiani, si ndio? So kwenye haya mazingira, lakini mimi kitu ambacho nilikitafsiri kwangu mimi, sijui mtu mwingine, ila nilichokitafsiri hapa ni kwa sababu ilikuwa ni first half ambayo tayari kisaikolojia JKT walikuwa tayari washaondoka mchezoni. Kwa hiyo wakawa naamini naweza kwenda kumpress, alafu referee akafanya maamuzi ambayo tutakwazika watu wote. Kwa hiyo walichoamua ni kuona ngoja tuone nini kinakwenda kutokea. Sawa. Mechi ambayo ilimalizika kwa Simba kupata ushindi wa bao 1-0. Bao hilo pekee la Fabrice Luambangoma, na anafikisha bao lake la 4 katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Fabrice Luambangoma miongoni mwa nyota ambao nafurahishwa na jinsi ambavyo anakuwa kama kiongozi, hususan kuna matukio fulani hivi ambayo yanakuwa yanatokea kwa Fabrice kuwatuliza mashabiki. Kuna mshabiki mmoja aliingia uwanjani hata kupiga picha, steward wanataka kumchukua, akamwambia tulieni, akapiga naye picha pale anaenda. Yani unajua football ni zaidi ya mchezo, yani ni enjoyment kubwa sana, na mtu unakuwa unafurahia. Na baada ya Simba kucheza michezo miwili ya viporo, sasa ratiba inaonyeshaje kwamba viporo ambavyo wamebaki navyo wekundu wa Msimbazi Simba mpaka hivi sasa katika ligi kuu ya NBC? Alikuwa anadaiwa michezo 4, amecheza michezo miwili, na sasa Simba amebakiwa kuwa na michezo miwili. Tunaweza kuangazia hapa ratiba yake inasomaje. Simba atapambana na Pamba Jiji Football Club, na baada ya hapo atakuwa na kibarua kingine dhidi ya KMC. Hivi ndio viporo vya Simba Sports Club akiwa navyo mpaka kwa wakati huu hapa. Na Pamba wako mjini. Pamba wapo mjini na wako mjini. Kwa sababu Pamba wako mjini, Michael Johnson Nguli basi tuwasikie Pamba wenyewe. Pamba wenyewe wanazungumzia kuhusiana na matayarisho yao kwenda kumkabili wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo afisa habari wa kikosi cha Pamba Jiji Football Club ni Moses William amezungumza nasi kusema matayarisho yao kwa ujumla chini ya Fred Felix Kataraia Majeshi Baba Isaya Minziro. Mechi dhidi ya Simba ni mechi ngumu, of course ni mechi ambayo sisi kama club tunahitaji, kwa sababu nafasi tuliopo ni sehemu ambayo sio nzuri. Kwa hiyo ili kubakia kwenye ligi na nafasi nzuri na pointi nyingi, inatubidi tushinde michezo yetu 4 ambayo imebakia, na hiyo michezo 4 maana yake ni included mchezo wa Simba. Kwa hiyo tunafahamu haiwezi kuwa mechi rahisi, tunajua ukubwa wa Simba, tunajua kila kitu kuhusiana na wao, lakini ukweli ni kwamba hii ni mechi ambayo sisi kama club tunahitaji kwa namna yoyote ili kuhakikisha tunajitengenezea mazingira mazuri ili kumaliza kwenye nafasi nzuri. Ndio maana mimi nimekuwa nasema kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba, kauli mbiu ni hatujasahau. Ndio kauli mbiu kuelekea kwenye huu mchezo. Kwa hiyo wachezaji hawajasahau, viongozi hawajasahau, mashabiki hawajasahau. Tarehe 8 hapa KMC Complex tunakwenda kuwakumbusha watu ukubwa na ukongwe wa klabu yetu.
Unapocheza na timu kariba ya Simba, umakini wa kwanza ambao unatakiwa kuwa nao mkubwa ni utayari wa akili. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo mwalimu anapigia kelele kila muda, kila wakati, kuhakikisha wachezaji wanakuwa na utulivu wa akili. Ukishakuwa na utulivu wa akili, utamsikiliza mwalimu. Ukishakuwa na utulivu wa akili, ukiambiwa kwenda kufanya marking utafanya vizuri. Ukiwa na utulivu wa akili, utajua wapi nitoe pasi, huu ni muda upi ambao natakiwa niachie mpira nikae nao, niende nao na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho mwalimu wetu anapigia kelele kuelekea kwenye mchezo ni utulivu wa akili. Na naamini wanamuelewa na ni jambo ambalo tutakwenda kulifanyia kazi vizuri hiyo siku ya tarehe 8. Pamba Jiji Football Club wanakawekamo mabingwa wa kombe la Muungano mwaka 1990. Wanasema hawajasahau. Kwani hawajasahau nini? Na Mizilo jana alikuwepo uwanjani. Mizilo pamoja na Wandiba. Matias Wandiba. Matias Wandiba kocha msaidizi pamoja na Mizilo. Wote walikuwepo uwanjani. Kwa hiyo walikuwa wanaitazama Simba. Wakitazama pale wanafikiri wanaweza kwenda kufanyia kazi, lakini mechi bado haitakuwa rahisi kwa timu zote mbili. Wanasema hawajasahau. Pengine kwa sababu ya ugumu wa ile mechi yao ya mwanzo kule Mwanza. Ilikuwa moja kati ya mechi tafu kweli kweli. Ilitanguliwa na mambo mengi katikati hapa, mambo mengi, majibizano kwenye mambo ya habari na vitu kama hivyo, lakini mwisho wa siku Simba wakapata ushindi katika ule mchezo. Nafikiri pengine ndo anamaanisha hicho. Kwa mimi nilivyomuelewa, pengine anamaanisha kwamba hawajasahau kwa sababu wanakumbuka kama walipoteza dhidi ya Simba. Hawajasahau. Kwa hiyo KMC hapa katika KMC Complex pengine wamekuja kulipa kisasi. Pengine wao wanafikiri wamekuja kulipa kisasi. Unaiona Pamba akifanya hivyo, Michael? Kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Kwa maana ya kushinda, kupata sare na kupoteza. Kila kitu kinawezekana. Itategemea tu approach ya mwalimu hiyo siku ya mchezo. Lakini kitu ambacho nimekiona pia kwa Pamba baada ya dirisha dogo kufanya usajili, kubadilisha baadhi ya maeneo, wamekuwa na timu bora sana. Pamoja na kwamba inaweza ikatokea wasiondoke na ushindi katika mchezo, lakini bado bora, moja kati ya timu bora ambazo zimekuja kubadilisha upepo baada ya dirisha dogo la mwezi Disemba. Ni hatima mbili zinazoangaziwa. Simba kugombania ubingwa, lakini Pamba akiangazia nafasi aliyokuwepo na michezo aliyosaliwa nayo. Anasema huu ni mchezo wa kupata alama. Kama sio alama 3 basi alama 1 angalau. Yaani chochote kinaweza kuokoa dhidi ya Simba Sports. Dhidi ya Simba Sports. Pamba. Lakini mtu pekee ambaye alipona katika uwanja wa KMC angalau alikuwa ni Coast. Ambaye alichukua alama 1, sare ya 2-2. Yes. Lakini wengine wote ni tanuru la moto KMC kwa Simba. Kwanza Msumi nikuulishe hapo nyuma alipokuwa anazungumza Moses William. Ulikuwa mwelewa anachosisitiza? Moses William anasisitiza, anasema mwalimu mara nyingi amesisitiza tutulize akili. Tutulize nini? Akili. Tutulize akili. Unaona? Ukipigia mstari ile neno tutulize akili. Umeelewa? Alafu na hashtag hatujasahau. Hatujasahau. Yaani tutulize akili. Maana yake ni kwamba, tafsiri yake ni kwamba waende kwenye hii mechi wakiwa na zero pressure. Wakiwa na zero pressure. Wasiende wakiwa na maamuzi au wakiwa na vitu vya ziada kwenye akili zao. Wataiharibu mechi itaharibika na watapoteza mechi kirahisi. Si unanielewa? Manake waende kwenye huu mchezo wakacheze kama wanavyocheza kwenye mechi zingine, without no fear, without no pressure. Si unanielewa? Manake tayari inavyoonekana ni kama wasijiharibie mitazamo yao kichwani mwao, wakiamini kwamba sehemu ambayo pengine inawezekana kwa uwezo wakaamini wanaweza kubato na Simba, lakini kutokana na mazingira wao wakajiharibia mpango kazi kiakili. Na ndio maana anasisitiza, mwalimu anasisitiza, tulizeni akili, tulizeni akili, tulizeni akili. Sio kwa maana yanozungumzwa hawasikii Pamba. Sio kwa maana kinachozungumzwa hawakioni. Ndio maana anambia tulizeni akili, twendeni kwenye hii mechi tukiwa hatuna cha kuhofia, tukiwa na zero pressure. Tutaenda tutafanya vizuri na tutatekeleza kile ambacho
tunapaswa kitekeleza. Rashid, unaiona kwamba hii game ya Pamba na Simba tunaenda kupata testi mbili ambazo tumezipata kwa JKT na Mashujaa? Hapana, Pamba bado hajakuwa na hilo daraja. Mimi bado hajanishawishi vya kutosha kuona kwamba Pamba ni timu ambayo inaweza kuja kuipa test ya kutosha Simba Sports katika uwanja wa KMC au kwenye himaya ya Simba jijini Dar es Salaam. Mimi timu ambazo nilikuwa naamini zinaweza kwenda kutoa hiyo test zimepoteza matokeo. Mashujaa wamepoteza matokeo, na jana nilikuwa naamini JKT wangeweza kufanya kitu kutokana na kufanya vizuri kwenye uwanja wao wa nyumbani na aina ya mwalimu waliokuwa naye, utaratibu wa kucheza ambao nilikuwa naamini wanaweza kwenda kuapply. Haijakuwa hivyo. So kwa Pamba of course unapitia nyakati ngumu, wapo kwenye nyakati ambazo zinaweza zikawapeleka kwenye nafasi mbaya zaidi. Lakini Pamba haishuki daraja. Umeelewa? Pamba haishuki daraja. Pamba kama atafanya vibaya michezo yake iliyosalia anaweza kucheza playoff, lakini bado si waoni wakicheza playoff. Unaelewa? Mchezo kwangu mimi utakaoamua waendelee ama tusiendelee ni mchezo wa Coast dhidi ya Tanzania Prison, ndio utakaoamua. Akifungwa Coastal Union, Kagera anakuwa ameshuka rasmi daraja hapo. Hakuna tena discussion. Ikatokea Prison kamfunga Coast, kamfunga Prison. Maona bana, maji na kidimbwi wao wataamua. Lakini Pamba tuangazie msimamo hapa Rashid pamoja na Michael Johnson Nguli. Ili mradi kwamba watazamaji wetu waweze kutazama kwa uzuri kabisa. Kagera Sugar na alama 22 katika nafasi ya 15, wakati Pamba Jiji ana 27, lakini Tanzania Prison ana 27. Iwapo kama Tanzania Prison yakishinda dhidi ya Coastal Union atakuwa amefikisha alama 30 ambazo hawezi kuzifikia Kagera hawezi kuzifikia, kwa sababu Kagera katika michezo yake mitatu akipata alama 9 anafika 31. Hawezi kupata. 31. Of course ni mtazamo wako. Kagera sana Simba pia. Anapataje sasa na ni mtazamo wako, kwa sababu ni una haki ya kuzungumza na maoni yako, na hatuwezi kupinga, lakini kwenye mpira inawezekana. Wewe unaona anapata hizo Kagera? Kwa sababu mchezo haujachezwa. Mechi hazijachezwa. Kwa hiyo huwezi sema kwamba haiwezi kafikia wakati mechi hazijachezwa. Nafikiri baada sio udongo wewe Michael Johnson Nguli wewe. Vipi? Unajua sasa hapa tunazunguka mbuyu. Tunazungumza ni maoni yangu, ni maoni binafsi kwamba wewe unaamini hivyo? Imebaki michezo mitatu. Katika michezo mitatu kuna alama 9. Alama 9 ambazo akizipata anakuwa na alama 31. Nguli, ngoja. Hatuwezi kuzungumza kitu ambacho bado hakijafanyika. Mimi naheshimu msimamo. Na Rashid hapa yeye alisema Prisons angeshuka daraja. Lakini alikuja alideclare. Mimi naheshimu msimamo. Naheshimu mechi zote ambazo hazijachezwa. Umeelewa Michael Johnson Nguli? Kwa experience yako ya mpira wa Tanzania, Simba na Yanga mara zote ambazo wamekuwa mabingwa, alama nyingi wamekusanya kiwa wapi? Hazijafungwa hizo timu. Mara nyingi hizi timu Simba na Yanga kwenye ubingwa wao alama wamekusanya kiwa wapi? Simba kapoteza, Yanga kapoteza. Kagera atoke zake Kagera aje kwa Coast kachukua alama 1 pale KMC. Kwa hiyo mimi bado naamini kwenye football. Basi mimi niko hapo. Hiyo ni football. Sawa, tuangazie tumazungumzia hapa Tanzania Prisons na tumsikie kocha Amani Josia, kocha ambaye amejiunga na Tanzania Prisons katikati baada ya kutoka kikosi cha Geita Gold. Anazungumza nini kuhusiana na kurejea mazoezini kwa kikosi chake? Kikosi chetu cha Tanzania Prison kiko vizuri, na nadhani tuliwapa mapumziko takriban siku kama 5. Walirejea hiyo wiki iliyopita na tumeendelea na mazoezi na morali ya kikosi iko juu, na katika mazoezi inaonekana wameonyesha vijana wanataka. Kwa hiyo hata licha hivyo nichukue nafasi kuwapongeza wachezaji waliopo Tanzania Prison msimu huu kwa namna ambavyo wamenichukulia na namna ambavyo wanavyo adapt mapema. Naona wana shauku ya kujifunza na kuelewa mapema, na ninaona wanaelewa. Nadhani ile level walionayo ya senior players
na wanaithibitisha kutoka mazoezini kwa kila ambacho kila somo naloliingiza naona ninafanikiwa. Na jana tulikuwa na mechi ya kirafiki dhidi ya Combine hapa Mbeya, na walionyesha performance nzuri na kushinda goli 7-0, ikiwa ni sehemu pia ya maandalizi yetu kuelekea mechi yetu inayofuata ya Coastal Union. Kwa nadhani kwa hali iliyopo kikosini, kwa mazoezi ambayo tunaojipanga na kwa ugumu ambao tunaojiandaa, nadhani lengo letu ni kumaliza season vizuri. Kwa maana mechi hizi 3 zilizosalia tunataka tujitahidi tuzimalize vizuri. Hatujawa salama kama timu, bado hatuwezi kusema kwamba tumeshaepuka kushuka, lakini at least tuko katika nafasi nzuri ya kuweza kuepuka, kama si kucheza playoff maana yake tunusurike moja kwa moja. Kwa hiyo hilo ndio tunaendelea kulipambania, na hiyo inafahamika kwa kikosi chetu kizima cha Tanzania Prison. Wachezaji wanafahamu, benchi langu la ufundi linafahamu, nadhani na management pia lengo lao ni kuliweka timu katika hali nzuri ya kuweza kupambana. Kwa hiyo niweze kusema tu kwamba kwa kile kinachoendelea mazoezini kwetu, wachezaji wote wanajituma. Wachezaji wote wanaonyesha kwamba wanataka kuinusuru timu, wachezaji wote wanaonyesha wanataka kushinda hizo mechi zilizoko mbele yetu. Ni mapema sana, lakini tunaendelea kuassess, lakini tunashukuru urejeo wa Meshaki Mwamita, amerejea. Beno Ngasa alipata matatizo katika mechi iliyopita, lakini pia anaendelea kulikava. Majeruhi wa muda mrefu ni Samson Mwaituka, ndio ambaye Samson Mwaituka pamoja na Haji Musa, au ndio tunaweza tukawakosa, ni majeruhi ambao wa muda mrefu, lakini majeruhi wa hivi karibuni nadhani wote wameanza kurejea na wote wanafanya vizuri. Lakini pia nadhani kama mnavyofahamu sasa hivi tuna wigo wa kikosi ambao inatupa sisi option nzuri ya kuweza kuselect. Amadi Josia miongoni mwa kocha pia ambao na wahusudu kwa soka lao ambao wanakuwa wanacheza. Unaona Prison zinabadilika, wana possess na wenyewe, sio ile kwamba kukishingwe. Of course itachezwa, lakini watu wana utamaduni huwezi kubadilisha haraka. Kama unakumbuka wakati Tanzania Prison ile ya kina Kazumba ile, Shabani Kazumba, baada ya kuja yule kocha kutoka Kenya Odhiambo, Patrick Odhiambo, yes, alikuwa anatamani kuiona Tanzania Prison ikicheza mpira mzuri na wa kuvutia, na ni kweli alikijaribu kipandikiza hicho kitu, lakini ilikuwa ngumu kutokana na aina ya watu ambao walikuwa nao, hawakuwa kwenye hiyo mentality, unaelewa. Ikampa tabu, akamfukuza, akarudishwa Kazumba kama unakumbuka. Wakatoka Sumbawanga wakarudi Sokoine. Baada ya pale wakafanya mabadiliko ya walimu, lakini mwalimu pekee ambaye alikuja kuonekana kama amekubalika ni Hamadi Ali, kwamba soka lichezwe na tutafute magoli tufunge, na ndio msimu ambao ulikuwa msimu bora kwa Samson Mbangula. Ukiacha msimu wake wa kwanza Mbangula, magoli mengi aliyofunga ni msimu ambao alikuwa na Hamadi Ali, ambaye alifikisha goli 8 kama top scorer, na magoli wachezaji wengi walifunga. Sasa amekuja Amani Josia. Amani Josia ni kama amekuja kurudisha kile ambacho alikipandikiza Hamadi Ali, kwamba kuna mpira unachezwa mzuri, unaona unatengeneza nafasi nyingi unatengeneza, ila bahati mbaya ambayo walikuwa wanayo Tanzania Prison ni nafasi na matokeo mabaya ya nyuma ambayo wamewapelekea hapa kucheza kwa tahadhari muda mwingi. Kwa hiyo unakuta wanakuwa wanacheza kwa tahadhari sana, kwamba nilisoma juzi Benjamin Asukile anasema mechi ambayo alishinda 3-2 ilibidi aende chumbani alie. Kwa sababu unajua inawanyima confidence. Yani unatamani kuona sanaa ya mwalimu ikiwa wana apply wachezaji, lakini wao wana uhitaji wa matokeo kuliko kuiona timu ikicheza vizuri. Sawa Rashid Habis. Tunaangazia taarifa nyingine, tuelekee bungeni Dodoma. Tunajua bunge linaendelea, maswali na majibu yamekuwa yakiulizwa na mambo yanaendelea. Sasa jana mbunge Rashid Shangazi ambaye ni mjumbe pia wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, lakini pia ni mbunge wa Mlalo Tanga, sasa aliuliza swali, na swali lake lilikuwa ni kuhusiana na je, kama fainali mashabiki wa soka wanatamani kuona mechi ya Simba na RS Berkane fainali ikichezwa kwa Mkapa, matayarisho yapoje, uhakika ni upoje? Basi Mheshimiwa Naibu Waziri Hamisi Mwinjuma akatolea ufafanuzi kuhusiana na dimba la Benjamin William Mkapa. Tumekuwa tukifanya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, na maeneo yote ambayo tulikuwa tunafanya ukarabati hayakuwa yakihusisha eneo la pitch. Eneo la pitch lilikarabatiwa na CAF walipokuja kuendesha mechi ya African Football League
kati ya Simba na Al Ahli mwaka juzi, mwaka 2023 mwishoni, na walitupa miaka miwili kwa maandishi kwamba tunaweza kuitumia pichi ile. Kwa hiyo maeneo mengine ambayo tulikuwa tunayafanyia ukarabati yalikuwa yanahusisha viti kama anavyosema, ubao wa matangazo, mfumo wa umeme, ubadilishaji wa taa, mfumo wa hewa na mambo mengine mengi, lakini haikuwa inahusisha pitch. Sasa tumepata bahati mbaya wakati wa mechi ya Simba na Al Masry, mvua kubwa ikanyesha na uwanja ukajaa maji, na serikali imechukua hatua za dharura kuhakikisha pichi ile inatengemaa kwa ajili ya mchezo wa fainali kati ya Simba na Berkane ambao utafanyika tarehe 27 ya mwezi huu wa 5. Hivi ninavyosema tumeshaajiri kampuni ya Kituruki na ipo kazini, na watatukabidhi kazi yetu ile tarehe 15 ya mwezi huu, siku 12 kabla ya mechi ile. Kwa hiyo tunashughulika na jambo hili na tutaiondoa pichi nzima baada ya mashindano ya CHAN mwishoni mwa mwezi wa 8 na kuweka pichi mpya wakati huo utakapofaa, kwa vile ndivyo ambavyo tulikuwa tumeelekezwa na CAF kabla ya kupata bahati mbaya hii. Commitment ya serikali ni ile ile, kuhakikisha mechi hii ya fainali kati ya Simba na Berkane ya tarehe 27 ya mwezi huu, ambayo ni mechi ya kihistoria sana, inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hatutakuwa tayari kupokea kitu chochote chini ya hapo, na kama ambavyo nimesema, serikali imefanya kila linaloweza, ikiwemo kuajiri kwa dharura mkandarasi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kutengeneza pitch ili kuhakikisha uwanja ule unatengemaa. Na jana usiku mimi binafsi nilikuwa na kikao kirefu cha kwenye simu na viongozi wa CAF akiwamo Rais Daktari Motsepe ili kuhakikisha kwamba wanatusaidia na wao wenyewe wanatuletea consultants wa kimataifa kuhakikisha tunashauriwa vilivyo namna ya kutunza pichi ile. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa Shangazi na wapenzi wengine wa mpira wa miguu wakiwemo wapenzi wa Simba, mechi ile itachezwa pale pale na hakuna mahali inaenda, na tukio hili la kihistoria litafanyika mbele ya macho yao wakiwa wanalishuhudia. Hatari sana. Imenikumbusha wimbo wake mmoja, mipango baba. Mipango mzazi. Michael Johnson Nguli, ni jambo jema kuona tamko hili la serikali linatoka na kujua kwamba tunacheza nyumbani. Shagai, bora Rashid apige makofi. Sawa. Mimi tena kupiga makofi kombe hapo liko uwanjani Tanzania. Kwa hiyo mikono inafika kwa shida. Hamna washatu. Ni taarifa nzuri, ni taarifa nzuri kwa sababu ni uwanja ambao unakidhi vigezo. Unakidhi vigezo kwa maana ya kuingiza mashabiki wa kutosha, kwa sababu ni fainali kubwa, moja kati ya fainali kubwa kwa ngazi ya klabu barani Afrika, na ni eneo ambao ni rafiki, lakini pia hata kiulizi naweza kusema limekaa vizuri zaidi. Hata kwa upande wa watu wa usalama wa raia inakuwa ni sehemu nzuri zaidi, lakini kikubwa ni kuingiza watu wengi. Hilo ndio jambo la kwanza. Yani unapopeleka fainali kwenye uwanja ambao unaingiza watu labda mfano 1500, unawanyima watu kushuhudia pengine tukio la kihistoria kama hili. Ni kweli watu wote hawatoingia uwanjani, lakini wale ambao watapata bahati ya kuingia katika ndani basi watakuwa wameenda kunufaika. Kwa hiyo ni taarifa nzuri, lakini pia ni moja kati ya mechi ambazo zitaufanya uwanja wetu nao pia uingie kwenye historia kwamba ilifanyika fainali ya kombe la shirikisho hapa. Tumeona ukisoma viwanja mbalimbali, hata kile ambacho kilichezwa kati ya Simba na Stellenbosch, kile kiwanja kilichezwa mchezo wa nusu fainali kama sio robo fainali kama nitakuwa niko sahihi 2010 World Cup, Moses Mabida nusu fainali kombe la dunia. Kwa hiyo historia kama hizo sasa. Kwa hiyo kwa Benjamin Mkapa nadhani ni taarifa njema kwetu. Taarifa njema kwa Watanzania wote kwa ujumla. Sawa, ni taarifa njema, lakini turejee Dodoma ambapo katika hatua nyingine naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma amesema serikali inashirikiana na shirikisho la soka Tanzania TFF ili kutengeneza mazingira rafiki ili katika ukuzaji wa vipaji vya soka hapa nchini. Miundombinu ya michezo katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Dodoma na visiwani Zanzibar kwa ajili ya kufanikisha mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 yanayotarajiwa kufanyika nchini kwa kushirikiana na nchi za Kenya na Uganda. Aidha, kupitia Baraza la Michezo la Taifa na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, tunasimamia malezi ya timu ya vijana kimkakati ili kuhakikisha tunakuwa na timu bora yenye viwango vya ushindani wa kimataifa. Baadhi ya masuala yaliyofanyika ni pamoja na kuanzisha programu za kuendeleza vipaji,
kwa kushirikisha timu za vijana walio chini ya miaka 17, walio chini ya miaka 23 na kutumia wachezaji wa diaspora. Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango mingine ni kuboresha mikakati ya upatikanaji wa vifaa mbalimbali vya michezo, kuandaa benchi la ufundi lililo bora, kuandaa programu za lishe, kuandaa kambi za mazoezi ya muda mrefu, kuandaa michezo ya kirafiki ya kimataifa na kuboresha na kusimamia maslahi ya wachezaji. Serikali kupitia Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania imekuwa ikiendelea kufanya scouting na kubainisha vijana ambao wana uwezo, wana vipaji vya kutosha kuchezea timu zetu mbalimbali za taifa. Na hivi ninavyojibu maswali haya hapa, TFF tayari wanao vijana takriban 150 katika kituo cha maendeleo ya michezo kule Tanga, na vijana hawa wamekusanywa kutoka maeneo mbalimbali ya mikoani ili kuhakikisha kwamba vipaji vyao sio tu vinalelewa, lakini na wanakwenda shule wakitokea pale kwenye kituo chetu cha maendeleo ya mpira wa miguu Mianjani Tanga. Yes, maboresho makubwa yanafanyika, lakini pia ukiangazia jinsi Mianjani Tanga, lakini pia hapa Dar es Salaam Kigamboni pia kuna kituo cha TFF. Unaona jinsi ambavyo program za vijana zikiwa zinaendeshwa zinavyokuwa na tunaitegemea baada ya miaka kadhaa soka letu liwe katika level fulani pia. Good. Kabisa, na ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo shirikisho la soka pamoja na serikali wamepiga hatua kubwa sana, kwa sababu mpira wa miguu sehemu ulikofikia sasa hivi ni sehemu ambayo inahitaji maandalizi. Yaani huwezi kuwa na timu tu ambayo mnakurupuka, mnatoka, mnakwenda mnacheza alafu hamna mipango ile ya baadaye. Yaani timu sasa hivi zimekuwa lazima kuwe kuna watu mbadala. Yaani wewe unacheza wakati unaenda mwishoni kuna kijana mwingine anaibuka anakuja anacheza kuifanya timu kuendelea kuwa ya ushindani. Ni programu ambazo zinasaidia kwenye nchi nyingi. Umeona pia Ivory Coast ASEC pale wana kituo, wanafanya vizuri, wanatoa wachezaji japo ASEC Mimosa yenyewe hainufaiki sana, lakini wananufaika zaidi kwa kuwatoa watu kwenda kucheza nje na wanapata dalili. Lakini pia mfano mzuri Ujerumani, Ujerumani academy zote ziko zinasimamiwa na serikali kwa maana ya udhamini, yani pesa zile. Lakini unaona pia timu zao za vijana zinavyokuwa vizuri, lakini pia wana timu nzuri ambazo zinaenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Spain vile vile. Kwa hiyo ndo staili ya mpira wa miguu uko hivyo, kwamba lazima kuwe na sehemu ambayo vijana wanaendelezwa vipaji, kwa sababu matokeo yake unakuta mchezaji ana kipaji, lakini unaweza kusema Msumi huwa na kipaji sana, anajua sana mpira, lakini mwalimu akija anamuona kama hatoshi. Kwa sababu hajapita kwenye misingi ile ya mpira. Yaani hata ukimwelekeza kitu anakuwa haelewi kwa sababu hajapitia huko. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kujaribu kutengeneza timu za ushindani. Ndio maana unaona pia timu zetu za vijana zinafanya vizuri, timu za wanawake za vijana zinafanya vizuri, lakini pia timu yetu ya taifa sasa hivi angalau unaweza ukazungumza kwamba timu yetu itafanya vizuri, na kweli inafanya vizuri kwa sababu ya hiko ambacho kinafanywa na shirikisho pamoja na serikali kwa ujumla. Sawa. Taarifa hii inayofuata tuanze kwanza kupiga makofi kwanza. Hatujajua nini? Sio kweli. Unakuja ubwabwa? Makofi sasa kwanza. Amniamini? Mimi nakuamini. Tuanze kupiga makofi. Ya Lukaia simwamini. Sasa makofi ni ya nini? Makofi tunapiga kutokana na jana kampuni ya Azam Media Limited imeshinda tuzo ya kituo bora cha uzalishaji wa maudhui ya ndani na ukuzaji wa michezo kwenye tuzo za Samia Kalamba Award. Makofi tena tafadhali. Sasa hebu tuangazie jinsi tulivyokuwa tunatangazwa hapo jana. Tuzo inayofuata kituo bora cha uzalishaji maudhui ya ndani na ukuzaji wa michezo. Na mshindi ni Azam. Milioni 20 kwa mtendaji mkuu wa Azam Media Limited Patrick Kahemele.
lakini kama umeona pale waziri wa michezo Profesa Magamba Aidan Mwaluko Kabudi akiwa yuko pembeni. Milioni 20. Milioni 20 ile? Milioni 20. Takuja. Wapi? Asi, milioni 20 iko pale kaka. Si watu wote ile hapa. Hili ni jambo la muda tu. Ilikuwa ni jambo la muda kwa sababu kusema kweli hawatuwezi kuanzia kwenye habari, kwenye tamthilia, kwenye burudani, huko kwenye michezo ndo hatari kabisa. Umeona bana? Tumestahili kusema kweli. Tumestahili na tujipongeze kwa kila mtu kwa nafasi yake. Tumekuwa tukifanya kazi nzuri kusema kweli. Isiyomithilika. Kwa sababu kumweka Mtanzania kwenye TV kuanzia saa 1 mpaka saa 6 bila kubadilisha channel yoyote it's not easy my friend. This is objective. Umeona bana? It's not easy. Si ndio bana? Na tunafurahi kwamba Watanzania wanatupenda, wanatufuatilia. Mtu yupo sasa hivi ametune Azam 1 pale, anatutazama, anatufuatilia. Sio kitu kidogo. Azam Sports 1. Azam Sports 1. Tunashukuru. Tuna maudhui mengi ambayo kusema kweli ukithubutu tu kuwasha TV ukaweka unaona burudani kwa wote. Yes, hautoki tena. Kuna English umeongea sijaelewa kidogo. Kuna English umeongea hapo. Objective. Kuna wanangu wa Kitonga wale ndio umewaacha kidogo. Objective. It's not easy. It's not easy, my friend. It's not easy, my friend. It's not easy, my friend. It's objective. You know, Kibu. Kiukweli kabisa, ukiona ukitembea, najua Michael anatembea sana Tanzania nzima. Kabisa. Rashid. Michael kamaliza Tanzania. Tanzania nzima. Kamaliza. Unaweza kuona jinsi ambavyo zote kasio kijiji kwao. Yaani kijiji chozaliwa ndo hajaye. Unaweza kuona jinsi ambavyo watu ambavyo wana visimbusi vya Azam TV. Kiukweli kabisa inatia raha. Na ndio maana hata watu wa nje wanakuja kuangazia pia ligi yetu na wanafuatilia ligi yetu na wanafuatilia hizi burudani. Ukiangalia kwa upande wa sinema, tamthilia, balaa kabisa. Kiboko kabisa. Ukija huko kwenye football sasa huko ila bilioni 20 tumeiona. Sasa utakusemaje? Milioni 20. Na milioni 20 wale wanapata milioni 5 haiwahusu. Hii milioni 20. Rashid anasema mbona vipi? Sawa bwana, ndio tunamaliza hivi sasa kwenye soka letu, lakini bado tupo na wewe. Tunakwenda kuangazia pia joto la Afrika bila kusahau the pitch na mambo mengi zaidi mpaka 6 kamili za mchana. Mimi ni Saidi Salim Msumi, nipo pamoja na Michael Johnson Goli pamoja na Rashid Hamis. Tukirejea ni joto la Afrika. Tafadhali endelea kuwa nasi.